Ee Mungu, ambaye kwa njia ya mwanao uliwapa waamini moto wa mwanga wako, utakase moto huu mpya na utujalie sisi tuwake tamaa za mbinguni kwa sikukuu hizi za Pasaka, kusudi tupate kuzifikia kwa roho safi sherehe za mwanga wa milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, nyakati ni zake na karne pia. Utukufu ni wake na enzi kwa karne zote za milele. Amina. Atulinde na kutuweka salama Kristo Bwana wetu. Amina. Majeshi ya malaika wa mbinguni wafurahi. Tushangilie wakati wa ibada hii ya usiku, na tarumbeta la wokovu litangaze ushindi wa mfalme mkuu vile. Hata dunia iliyoangazwa kwa nuru kubwa namna hiyo ijae furaha, na ulimwengu wote ulioangazwa kwa utukufu wa mfalme wa milele uone ya kuwa umeondolewa giza. Afurahi na mama kanisa aliyepambwa kwa uzuri wa mwanga mkubwa vile, na nyumba hii
ivume sauti ya watu. Ndiyo maana ninyi ndugu zangu mlio hapa katika nuru kubwa ya mwanga huu mtakatifu, na waarifu muombe pamoja nami huruma ya Mungu Mwenyezi, ili huyu aliyependa kunipokea katika hesabu ya makasisi, ingawa sistahili, anijaze nuru ya mwanga wake, anisaidie kueleza sifa za mshumaa huu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanaye, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki kumtukuza Mungu Baba Mwenyezi asiyeonekana na mwanae wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upendo wote wa moyo na roho na sauti yetu, aliyemlipia Baba wa milele deni la Adamu kwa ajili yetu sisi, akafuta adhabu ya dhambi ya asili kwa damu yake takatifu. Hiyo ndiyo sikukuu ya Pasaka, anapochinjwa yule mwana kondoo wa kweli, na milango ya waumini inabarikiwa kwa damu yake. Huu ndio usiku
aliyowatoa kwanza baba zetu, wana wa Israeli Misri, ukawavusha pakavu katika bahari ya Shamu. Basi huu ndio usiku uliondoa giza ya dhambi kwa mwanga wa mnara wa moto. Huo ndio usiku ambao popote duniani wenye kumsadiki Kristo wanatengwa leo na maovu ya dunia na giza ya dhambi, na kurudishiwa neema na kupata utakatifu. Huu ndio usiku Kristo alipovunja vifungo vya mauti, akatoka kaburini mzima mshindaji. Oh, wema wako kwetu ulio wa ajabu. Wema gani wa upendo usiopimika, kwamba ukamtoa mwanao awakomboe watumwa. Kweli lazima dhambi ya Adamu ilivyoondolewa kwa kifo cha Kristo. Oh, kosa lenye heri lililostahili tumpate mkombozi mkubwa kama huyo. Oh, usiku wenye heri kweli, uliostahili peke yake kujua sana wakati Kristo alipofufuka kaburini. Huo ndio usiku ulioandikiwa, usiku utangazwa kama mchana, na usiku ndio mwanga katika furaha yangu. Kwa sababu hiyo utakatifu wa usiku huo wafukuza maovu, wasafisha makosa, warudisha utakaso kwa wale walioanguka, na furaha kwa wale waliokuwa na sikitiko.
wafukuza chuki, waleta mapatano. Basi kwa sababu ya neema ya usiku huu, upokee, e Baba mtukufu, sadaka ya jioni ya ubani huu, ambao kanisa takatifu inakutolea kwa mikono ya watumishi wake katika toleo la mshumaa huu uliofanyika kwa nta ya nyuki. Na sasa twafahamu ubora wa mnara huu unaowaka moto kwa heshima ya Mungu. Na moto huo ingawa umegawanyika, hauwezi kupungua kwa kuwasha mioto mingine, kwa maana walishwa kwa nta yenye kuyeyuka iliyotengenezwa na mama nyuki kuwa umbo la taa hiyo nzuri. Usiku wenye heri kweli, uliowanyang'anya wa Misri mali, ukawafanya matajiri wa Yahudi. Usiku ambao unaunganisha mbingu na dunia, tena Mungu na watu. Basi twakuomba, e Bwana, ili mshumaa huu uliobarikiwa kwa heshima ya jina lako uendelee kuwaka, upate kufukuza giza ya usiku huu. Tena upokee kama harufu tamu, uungane na mwanga wa mbingu. Nyota ya asubuhi ikute moto wake ukiwaka, yaani nyota ile ya asubuhi isiyotua kamwe. Ndiye yule aliyetoka kuzimu akawaangazia wanadamu kwa utulivu. Basi tunakusihi, e Bwana, utujalie nyakati za amani kwa furaha hizi za Pasaka,
Ututawale kwa ulinzi wako wa kila siku, utuongoze. Utukinge sisi watumishi wako na mapadre wote na waamini wako wapenzi, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Eduardi Mapunda. Uangalie pia hao wenye enzi wanaotuongoza, uwaongoze kwa nguvu ya wema wako usio na mwisho na huruma yako. Uyaongoze mawazo yao yaelekee kazi na amani, ili baada ya shughuli zao za hapa duniani wafike katika makao ya mbinguni, wao pamoja na watu wako wote. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi sura ya pili aya ya pili. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema,
iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira ya siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege wa kuruka na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya wanyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba.
Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Neno la Bwana.
Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, wale wanawake walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioyaweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akasema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakuyasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabu yaliyotukia. Neno la Bwana. Dhambi zetu ziondolewe kwa Injili iliyosomwa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana amefufuka, haleluya. Yesu amefufuka kweli kweli. Ameshinda mauti. Amekuwa furaha yetu. Na usiku huu tunafurahia ushindi wa Kristo.